Timu za uokoaji nchini Venezuela zinaendelea na msako mkubwa wa kutafuta manusura baada ya nchi hiyo kukumbwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyosababisha maafa makubwa, huku watu wasiopungua 164 wakithibitishwa kufariki dunia, karibu wengine 1000 wakijeruhiwa. Operesheni za dharura zinaendelea katika maeneo kadhaa ya nchi hiyo, huku hofu ikiwa bado kubwa kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka zaidi kutokana na uwepo wa watu wengi wanaoaminika kufunikwa na vifusi vya majengo yaliyoporomoka. Matetemeko hayo mawili yalitokea kwa muda mfupi sana, ndani ya chini ya dakika moja, na kusababisha taharuki kubwa katika mji mkuu wa Caracas pamoja na maeneo ya jirani. Ripoti za awali zinaeleza kuwa mitikisiko hiyo ilikuwa na nguvu kubwa kupita kiasi cha kuyumbisha majengo, kubomoa nyumba, kuharibu miundombinu ya barabara na kusababisha hitilafu za umeme na mawasiliano katika baadhi ya maeneo. Watu wengi walikimbia majumbani na maofisini kwa hofu, huku wengine wakijikuta wamenaswa ndani ya majengo yaliyoporomoka. Katika maeneo yaliyoathirika zaidi, waokoaji wamekuwa wakifanya kazi usiku na mchana, wakitumia mitambo mizito, vifaa vya kukatia zege na hata mikono yao kujaribu kuwafikia manusura waliokwama chini ya vifusi. Mashuhuda tukio hilo wamesema sauti za watu walikuwa wakiomba msaada zilisikika kutoka ndani ya mabaki ya majengo yaliyoanguka, hali iliyowafanya waokoaji kuongeza juhudi kwa matumaini ya kuokoa walio hai. Hata hivyo, kazi hii imekuwa ngumu kutokana na ukubwa wa uharibifu, changamoto za usafiri katika baadhi ya maeneo, pamoja na mitetemeko midogo inayoendelea kutokea baada ya tetemeko kuu. Rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, ametangaza hali ya dharura ya kitaifa na kusema serikali imehamasisha vyombo vyote vya usalama, afya na uokoaji kuhakikisha manusura wanapatikana haraka na majeruhi wanapatiwa matibabu ya haraka. Amesema idadi waliopoteza maisha hadi sasa imefikia zaidi ya watu 160, karibu ya watu 1000 wakijeruhiwa. Kinakaonya kuwa takwimu hizo zinaweza kubadilika kadri shughuli za uokoaji zinavyoendelea kutoka maeneo yaliyo katika mawasiliano zinavyopatikana. Majengo mengi ya makazi, biashara na taasisi za umma yameripotiwa kuathirika vibaya. Katika baadhi ya sehemu za Caracas, majengo ya ghorofa yaliporomoka kabisa, huku mengine yakibaki na nyufa kubwa zinazotayarisha usalama wa makazi. Hospitali kadhaa zimeelemewa na idadi kubwa ya majeruhi, huku madaktari na wauguzi wakilazimika kufanya kazi kwa dharura kupokea waathirika wa maafa hayo. Venezuela imeeleza kuwa kipaumbele cha sasa ni kuwaokoa waliokwama, kuwapatia majeruhi huduma za haraka na kuhakikisha wananchi waliopoteza makazi yao wanapata hifadhi ya muda. Pamoja na shughuli za uokoaji, mamlaka pia zinaendelea kutathmini kiwango cha uharibifu wa miundombinu muhimu kama viwanja vya ndege, barabara, madaraja, shule, hospitali na mifumo ya usafiri wa umma. Usafiri katika baadhi ya maeneo ulivurugika baada ya barabara kupasuka na vifusi kuziba njia, huku huduma za metro na baadhi ya safari za anga zikiathirika kwa muda. Katika vitongoji vilivyo karibu na maeneo yaliyoathirika vibaya, familia nyingi zimesalia nje wakihofia kurejea ndani ya nyumba zao kutokana na uwezekano wa mitetemeko mingine. Kwa upande wa kimataifa, Marekani imesema itatoa msaada wa haraka kwa Venezuela kufuatia maafa hayo. Serikali ya Marekani imeeleza kuwa inaandaa msaada wa dharura utakaohusisha timu za utafutaji na uokoaji, vifaa vya tiba, misaada ya kibinadamu na usaidizi wa kiufundi kwa ajili ya operesheni za mwanzo za kukabiliana na janga hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.